Haleluya, ndugu zangu ambao mnanisikiliza na kunifuatilia katika kipindi hiki, naomba nichukue nafasi hii kuwasalimuni nyote katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kipindi hiki ni kipindi kinachoitwa Nuru ya Asubuhi ya Jumapili. Nuru ya Asubuhi ya Jumapili, Sunday Morning Light. Napenda kuwakaribisha katika program hii ambayo inakuja kila wiki kutoka hapa kanisa la Gilgal Christian Ministries International, Mwanza, Tanzania. Nataka kuwatia moyo kwamba leo ni siku ya ibada. Ni siku ambayo Mungu anakutana watu wake katika namna isiyokuwa ya kawaida, katika maeneo mbalimbali ambayo Mungu amepaka mafuta na kujaza neema na mafunuo ndani ya watumishi wake ambao amewaandaa kulihudumia kanisa lake na kukutana mahitaji ya watu wake katika tarehe ya leo. Na hapa kwetu Mwanza vile vile tumejiweka tayari kwa ajili ya makusudi ya Mungu kutimia na kudhihirika kwenye maisha yetu, kwa kila atakayekuja na imani mbele za Mungu akihitaji mkono wa Mungu kugusa maisha yake na kukutana naye katika maeneo mbalimbali ambayo anahitaji kukutana na mkono wa Mungu. Mimi ninaitwa Askofu Elia Busentozi, kama nilivyokwisha kusema, napatikana Mwanza katika kanisa la Gilgal lilopo Pasiasi. Ninaomba nikupeleke moja kwa moja katika ujumbe wa asubuhi ya leo ambao unatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 17 mstari wa 8. Nitasoma mpaka mstari wa 16. Maandiko yanasema, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, mji ulio wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka kaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, nileteni na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami naokota kuni mbili ili nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Elia akamwambia, usiogope, enenda kafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda kafanya kama alivyomwambia, kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Haleluya, haleluya. Jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo libarikiwe. Ujumbe huu nimeupa kichwa kinachosema kwamba siku ya kuishiwa ndio siku ya utele. Siku ya kupungukiwa ndio siku ya ongezeko. Siku ya kuishiwa ndio siku ya utele, na siku ya kupungukiwa ndio siku ya ongezeko. Jina la Bwana wetu Yesu na libarikiwe. Biblia inazungumza maandiko ya aina hii si moja, yako mengi katika Biblia. Mojawapo ni hili nilosoma, ambapo mwanamke Msarepta katika nchi ya Sidoni alikuwa ameishiwa kabisa chakula, kwa sababu miaka hiyo kulikuwa na njaa, kwa sababu mvua ilikuwa haikunyesha kwa muda mrefu. Na kipindi hicho chote ambacho mvua haikunyesha, watu walihangaika, akiba za vyakula zilikwisha, na walikuwa hawezi kuvuna tena kwa sababu mvua hazikuwa zikinyesha.
Kwa sababu hiyo njaa ikawa kubwa katika maeneo yote ya Israeli pamoja na nchi za kando kando, ikiwemo nchi ya Sidoni ambapo aliishi mjane huyu katika kijiji kilichokuwa kikiitwa Sarepta. Na Biblia inatuonyesha ya kwamba ile siku ya kuishiwa, maana siku za njaa zilipoanza, sio kwamba mara moja akakosa akiba ya chakula, lakini kwa sababu akiba iliyokuwepo ilikuwa ikitumika bila kuwepo na uzalishaji wala matarajio ya mavuno, ilikuwa ni wazi kwamba kwa kadri ambavyo anaendelea kutumia akiba, itafika siku ambayo itakuwa ndiyo siku ya ukomo, kwamba hakutakuwa tena na siku baada ya siku hiyo ambapo ndani kutakuwa na chakula. Narudia kwamba itakuwa ndiyo siku yenye ukomo, kwamba hakutakuwepo na siku nyingine baada ya hiyo ambapo ndani mwa nyumba yake kutakuwa na chakula. Ni siku ya kumalizia akiba yote, na siku kama hiyo ni siku kwa kawaida ya muujiza. Ni siku ambayo Mungu hutembelea watu, siku ya ukomo, siku ambapo hakuna baada ya hapo tena. Ile siku ambapo umepigana vita na nguvu zote zimekwisha, huna zaidi ya nguvu hiyo, huna zaidi tena nguvu nyingine inayoweza kukuwezesha kwenda hata hatua moja katika mapigano. Hiyo ndio siku ambapo unapata nguvu nyingine mpya, na ndio siku ushindi unapopatikana, siku ambapo mahitaji yamekuwa ni makubwa kiwango kwamba huna tena njia nyingine kabisa. Hakuna njia nyingine ya kupata tena baada ya hapo. Hiyo siku ndio siku ambapo Mungu ataleta upaji mkubwa kuliko ule uliokuwepo, na ndicho ambacho kilitokea. Na ili mambo hayo yatokee, kuna hitaji tu mtu alisikie neno la Bwana. Bwana aseme naye, na Mungu husema kama inavyosema sasa. Mungu anasema. Kuna watu wako kwenye situation za namna hiyo. Hivi ndivyo Mungu anasema. Leo ni siku ya mwanzo mpya kwao, maana ni siku ambayo Mungu analeta utele kama ambavyo alifanya kwa watu hawa, kwa mtu huyu baada ya kuwa ameishiwa kabisa. Siku kama hii neno la Bwana linakuja. Neno la Bwana linaweza kuja kwa njia hii ninayozungumza. Neno la Bwana linaweza kuja kwako kwa maelekezo ukiwa naomba ndani ya situation hiyo. Ndio maana unapopitia mazingira, unapofika hatua kama hiyo, usikose kuomba, usikose kwenda mbele za Bwana, kwa sababu njia pekee iliyosalia ya kukutoa ni maombi, ni uwepo wa Mungu, ni kwenda mbele za Mungu. Watu wengi wakifika na hatua kama hiyo, wanapoteza na nguvu ya kuomba, hawaendi kwa Mungu, wanapoteza hata nguvu ya kusikia Mungu anasema nini. Wakati huo, wakati wa kwenda mbele za Bwana, wakati huo ni wakati Mungu yuko tayari kuzungumza. Na wakati kama huo Mungu yuko karibu sana. Mungu yuko karibu. Mungu yuko karibu sana. Wakati kama huo ulimpata Hajiri akiwa ameishiwa kabisa, hakuna maji, hakuna maji kabisa kwa ajili yake na kwa ajili ya mtoto wake. Lakini wakati huo akiwa analia na amekaa kando asione mtoto anavyokufa, amejitenga naye, wakati huo sauti ya Mungu ilikuja. Maji yalikuwa ni mengi kuliko wakati mwingine wowote. Maji yalitokea jangwani, alikuwa yuko jangwani, maji yalitokea. Ni wakati kama huo Simoni Petro, wakati huo hajaitwa Petro, alikuwa akiitwa Simoni, pamoja na ndugu yake Andrea na wana wawili wa Zebedayo na wenzao wengi walikuwa kivua, na siku hiyo wakakosa samaki kabisa. Kumbe siku hiyo ndio siku ya kupata samaki wengi. Siku umekosa ndio siku unapata, ndio siku ya kupata zaidi ya ulivyowahi kupata. Siku ya kukosa, siku zote weka alama, maki siku ya kukosa, maki siku ya kupoteza. Hiyo siku ni ya kupata. Siku ya kukosa ndio siku ya kupata ya utele mwingi. Siku ya kuishiwa ndio siku ya maongezeko makubwa katika Bwana.
wana wa Israeli walipokosa njia, wako karibu na bahari ya Shamu, ndio siku ya muujiza wa barabara ndani ya bahari. Siku kama hizo ziangalie sana. Kama unapita kipindi kama hicho, na katika jambo lolote uko mahali kama hapo, nataka mtu wa Mungu ulisikie kwa makini neno hili. Leo ni siku ya muujiza wako. Leo muujiza wako umekukaribia sana, maana ni siku kama hiyo hiyo majeshi ya Israeli pamoja na Edomu pamoja na Yuda walikusanyika, wakakosa maji siku 7, wanahangaika, jangwa limewazingira, hakuna maji. Lakini siku waliposema sasa tunakufa, maji hakuna, siku 7, wanajeshi wamedhofika, farasi wamedhofika. Siku hiyo mmoja akasema tunahitaji neno la Bwana. Walipolisikia siku hiyo, maji yalikuja, na si maji tu. Siku hiyo ndio siku walishinda vita. Siku hiyo ndio maadui Mungu aliwatia katika mikono yao. Ile zile siku ambazo Wafilisti walifanya wana wa Israeli wasimiliki silaha kabisa, wawe na jeshi lisilo na silaha. Ndio siku walishinda vita kwa kishindo cha kimungu kupitia mtu mmoja peke yake aliyekuwa bebaki na silaha, yani mwana wa mfalme aliyekuwa akiitwa Jonathan, ambaye yeye na mbeba silaha wake walikwenda na Mungu akaleta mtikiso mkubwa. Ushindi usio wa kawaida ukapatikana ushindi mkubwa. Siku kama hizi ziangalie sana, siku ambapo Yusufu alikuwa amekwenda chini kuliko wakati wote, amefika mahali yuko gerezani, hakuna tumaini tena la ndoto zake. Siku hiyo ndio siku ambapo alitolewa na kwenda kupanda kwenye cheo kikubwa katika nchi ya Misri, kwa sababu siku ya kuisha ndio siku ya kuinuka tena, siku ya kushuka kabisa chini zaidi ya unavyoweza kushuka zaidi, ndio siku ya kuinuka kuliko wengine wote walikuwa juu yako, ndio siku ya kuwa mbele kuliko walikuwa mbele yako, ndio siku ya overtake. Ile siku kama hiyo ndio siku watu wanapo overtake, waliotangulia wanajikuta wamebaki nyuma, na waliokuwa wameachwa ndio wako mbele. Siku kama hizo zinoti sana, siku ambapo umefanywa si kitu, watu wote wamekufanya mtu bure, mtu ovyo, usiye na thamani yoyote. Siku hiyo iangalie sana. Siku hiyo ndio unaenda mbele, siku hiyo ndio unainuka, siku hiyo ndio Mungu anakupa nafasi, siku hiyo ndio Mungu anakutukuza. Hiyo ndio siku ya kutukuzwa, ndio siku ya kutukuzwa. Musa akiwa jangwani anachunga kondoo, ndio kazi pekee anaweza kuwa nayo, na maisha pekee anaweza kuishi ni kuishi kwa baba mkwe kama houseboy. Ndio siku ya kuwa mtawala juu ya taifa, ndio siku ya kuinuliwa na kwenda kuwa mtawala juu ya taifa. Nataka maneno kama hayo unayanoti vizuri, na Mungu leo ana ujumbe maalum sana kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo naomba katika jina la Yesu, Mungu akupe neema kuyapokea, na mimi nakuombea leo katika jina la Yesu, Mungu akusaidie kuinuka. Kamata imani hiyo. Hili neno huhitaji lingine, hili ninalosema ndilo la kukuinua tayari. Lipokee katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nazungumza pamoja nawe na Askofu Rehab Sentozi. Ninatoka hapa Gilgal kama nilivyosema. Naomba nichukue nafasi kukaribisha katika ibada za kanisa hili. Zinafanyika kila siku ya Jumapili. Ibada ya kwanza ni ibada ya Kiingereza, inaanza saa 1, na ibada ya pili ni ibada ya Kiswahili, inaanza saa 4. Na naomba katika ibada hizo chagua moja wapo, usikose, na huwezi kujuta tena kuwepo katika ibada hizo. Naomba nikukaribisha katika ibada za siku ya leo ya Jumapili. Mimi mwenyewe nipo na tutakuwepo pamoja, na nina hakika kwamba tutakwenda kumwona Bwana. Na lakini pia namna gani unafika Gilgal? Wewe ukiwa mahali popote Mwanza, njoo mahali panaitwa Pasiasi, ni kwenye uelekeo wa kwenda uwanja wa ndege. Kituo cha Pasiasi ukifika, unamwambia bodaboda yote aliyeko pale utakayemkuta, mwambie nimpeleke kanisa la Gilgal. Ni karibu sana, na atakuleta tu kwa gharama ndogo sana, na lakini maisha yako yatapata faida kubwa ambayo usingeitarajia kwenye maisha yako. Lakini kwa wale ambao mngependa tuendelee kuwasiliana zaidi kwa ajili ya kuendelea kukutana na kuombeana na kushauriana katika masuala ya kimungu, mimi naomba nikupe namba yangu ya mkononi 0754 81 72 12, 0754 81 72 12. Naomba niombe neema ya Mungu iwe juu yako. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu, wapo watu wamefuatia programu hii katika siku ya leo, na mimi naomba katika mamlaka jina la Yesu usimpite awaye yote. Leo ni siku ya kuinuka, leo ni siku ya kufanywa upya, leo ni siku ya matengenezo mapya, leo ni siku ya utele.
kama ulivyofanya kwa Msarepta na ukafanya kwa wengine ambao nimewataja katika maandiko, ndivyo ambavyo vinafanya kwa huyu ambaye amefuatilia ujumbe huu kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Tuonane ibadani siku ya leo. Amen. My